Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda waliingia ndani zaidi ya ardhi ya Kongo siku moja baada ya marais wa Kongo na Rwanda kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja, wakiingia kwenye viunga vya mji wa Walikale mwishoni mwa Jumatano. Kulingana na mkazi mmoja wa Walikale, Janvia Kabutwa, milio ya risasi ilikuwa ikilia kutoka karibu na kitongoji cha Nyabangi cha mji huo. Chanzo cha habari cha jeshi ambacho hakikutaka jina lake litajwe kilisema waasi hao walikuwa wakipambana na wanajeshi na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali baada ya kuvuka eneo la jeshi nje ya mji huo katika shambulio la kushtukiza. Walikale, ambayo iko katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ikiwa ni pamoja na tin, ndio eneo la mbali zaidi la M23 katika kipindi cha maendeleo yake mwaka huu. Mji huo wenye takriban watu 15,000 upo umbali wa kilomita 125 kaskazini magharibi mwa mji mkubwa wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao waasi waliuteka mwezi Januari na kuwaweka ndani ya kilomita 400 kutoka Kisangani, mji wa 4 kwa ukubwa nchini Kongo. Kusonga mbele kwa M23 upande wa magharibi kulisababisha kampuni ya Alpha Mine Resources wiki iliyopita kusimamisha shughuli zake katika mgodi wake wa madini ya tin na bisi takriban kilomita 60 kaskazini magharibi mwa mji wa Walikale. Siku ya Jumanne, Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana nchini Qatar kwa mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja tangu M23 ilipoongeza mashambulizi yake mwezi Januari. Marais hao walitoa taarifa ya pamoja na Qatar iliyotaka kusitishwa kwa mapigano mara moja na bila masharti. Kevin Sewe, Mwanzo TV. Vous avez fait